Tunapokwenda kwenye uchaguzi huu mheshimiwa, tunapenda kukumbushia kwamba tunamaliza ilani iliyopita. Tunakwenda kwenye uchaguzi na ilani zinaandaliwa mpya. Na wewe ulikuja wakati tunazindua ilani yetu ya NGO kule Arusha, CSO, ulikuja kuwakilisha CCM pamoja na vyama vingine. Kwa hiyo tunaamini sasa zile ahadi ulizotupa ndio tunakuja kuzikumbushia leo, kwamba wakati tunaendelea mwishoni basi zile ahadi ulisema kwamba asilimia zaidi ya 50 yaliyopo kwenye ilani ya sasa kiraia zitaingizwa kwenye ilani ya chama. Nadhani ni muda mwafaka. Tunaamini mchakato unaendelea kutoka tunazindua ilani yetu. Chadema, CCM, ACT na CUF walikuja, na mpaka sasa hivi chama ambao kimetwitter zaidi ya mara 3 kwa ajili ya kuzungumzia ilani nadhani ni CCM. Manake tulikuwa Arusha, tulikuwa kwenye technical team, nimekwenda mimi, lakini hii ni sehemu ya 3 tunakumbushia. Kwa hiyo mimi naamini kabisa Mheshimiwa Rabia, ilani itakavyotoka, yale mambo yetu mengi ambayo yametoka kwa asasi za kiraia yatakuwa. Nayo mambo ya asasi za kiraia ndio mambo ya wananchi. Asasi za kiraia hapa nchini tumekuwa tukilalamika sana swala la kodi, sheria za kodi na mifumo ya kodi. Imeshindwa kututambua sisi kama ni wadau ambao ni wa maendeleo, ambao hatufanyi biashara, hatuna vipato vya faida tunavyovichukua kwenye kazi zetu. Badala yake tunaomba hela kwa wahisani. Hata wewe unaweza kuwa muhisani ukatoa hela kwa NGO ikafanya kazi ya jamii. Kazi za hao wote unaoona hapa ni kazi ya kuhudumia jamii, lakini sheria za kodi zinatuweka wote pamoja na makampuni. Tunashukuru kwamba serikali kupitia TRA tumeshakutana mara kadhaa, na juzi tulikuwa na mkurugenzi mkuu wa TRA, tumekutana pia na ile kamati ya rais ya masuala ya kodi. Kwa hiyo tunapenda kukumbushia pia, kwa sababu tunajua vyama na nyinyi mna nafasi kubwa, hasa kipindi hiki tunapokuwa budget, kwa sababu bado ni chama tawala. Kipindi cha budget hiki tunabadilisha sheria za kodi na sheria za fedha. Mwaka jana tulipata maeneo mawili mheshimiwa mgeni rasmi, sio haba, mashirika yanayofanya kazi eneo la afya na maeneo ya mazingira yalipewa msamaha wa kodi, yalipewa ile status ya kuwa na charitable status. Lakini tungependa mwaka huu mashirika mengine mengi yaingie mle ndani, haki za binadamu, yanayofanya masuala ya msaada wa kisheria, masuala ya watoto, wanawake, tuendelee kila mwaka kuboresha. Kwa hiyo tunaamini tukiungana wote kwa pamoja na vyama pia na chama ambao mnasimamia serikali, tunaweza tukajikuta tena mwaka huu tena kwenye sheria za kodi na fedha tunaweza tukatoka na unafuu fulani. Lakini jambo lingine ni maboresho mengine ya sheria. Niseme tu mheshimiwa, bahati mbaya tunapoona ukingoni mwa awamu hii hatujafanya maboresho makubwa ya sekta ya NGO, sekta ya CSO. Kidogo tofauti na sekta zingine kama za habari, wamegusagusa mambo mengine, sheria zingine zimegusagusa maboresho mengi. Bahati mbaya, pamoja na kwamba labda pengine kwa sababu tuliona mazingira ni mazuri na nini, rais yupo anatutambua, labda tukajisahau. Lakini nadhani bado tunahitaji kufanya maboresho ya sheria ya NGO. Najua muda uruhusu, lakini tunaomba kwamba pamoja na kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, labda kwenye ilani, kwa sababu ilani hii ya CCM, mimi nimeisoma ilani ya CCM, ibara ya 100, peji ya 161 mpaka 181 imetuzungumzia sana sisi, imezungumza masuala ya haki za binadamu na mambo mengine mengi yamezungumzwa kwa ukubwa sana, ambayo ni lazima tutambue kwamba kama ilani ya CCM imetambua masuala yote, imetambua asasi za kiraia, imetambua NGO, imetambua haki za binadamu, zimetajwa kabisa kwenye ilani ya masuala ya demokrasia, haki za binadamu, kwamba CCM itasimamia serikali iendeshwe kwa misingi ya haki za binadamu, utawala bora na mambo mengine mengi yametajwa humu ndani. Kwa hiyo ni maana yake ni nini? Ni kwamba sisi tunapaswa tu kuja kuikumbusha chama kwamba hata ilani yenu ya chama imezingatia haya yote, haki za binadamu na vitu kama hivyo. Na ukiangalia kwenye hii hotuba leo ya Waziri wa Katiba na Sheria, mambo mengi ambayo yaliandikwa kwenye hii ilani kufanywa kazi, kwa mfano maboresho ya sheria, maboresho ya mifumo ya haki, kwa sehemu kubwa utaona kabisa yameendelea kufanywa kazi. Pamoja na kwamba changamoto ziko nyingi, tunaendelea kupigia kelele kwamba ziendelee kuboreshwa. Swala la maendeleo sio swala moja, lakini sehemu kubwa yaliyosemwa kwenye ilani utaona kabisa kuna maeneo mengine huku kwenye hotuba hii. Kwa mfano eneo la mahakama, maboresho yamefanyika mengi. Mfumo wa kijinai, rais ameunda mpaka na tume. Na sasa hivi kwa Wizara ya Katiba na Sheria tunaunda na sera ya masuala ya kijinai. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kwamba sehemu kubwa ya ambayo tunayafanyia kazi kama sasa kiraia, hata vyama
tunaona kabisa Chama cha Mapinduzi ambacho mko madarakani mmetambua kwenye ilani yetu. Kwa hiyo tunachosema tu ni kwamba tunakumbushia kwamba sisi ni wadau wakubwa, na tunashukuru kwamba ilani pia imetambua sisi ni wadau wakubwa kwenye maeneo ya haki za binadamu na maendeleo, mchango kama alivyosema Mheshimiwa Neema hapa, nchi nzima ya ukiangalia maeneo yote haki za binadamu anayesimamia kumsaidia serikali, kwa sababu katiba inataka rais na serikali yake ndio walinde haki za binadamu, lakini haki za watu wetu nchi hii wanaolinda ni hao unaoona hapa sasa za kiraia kwa niaba ya serikali. Lakini wakati mwingine mheshimiwa, wako watu ambao hatuelewi, wako watu ambao wanatufanyia wakati mwingine hiana za hapa na pale. Baadhi ya viongozi kule unapokwenda unataka kwenda kuhudumia kule kijijini, kujenga shule, kutoa huduma, kusaidia, unakuta vizingiti vimekuwa vingi. Kwa hiyo kutokueleweka kwa sekta hii pia ni changamoto kwa baadhi ya viongozi, ambayo sasa unakuta mtu anataka kwenda kutoa mradi ya huduma mpaka azunguke aje TAMISEMI apewe vibali, amepata mradi kidogo anataka kujenga shule na nini, unakuta inachukua mwaka, miezi, mizunguko. Kwa hiyo bado tunahitaji kufanya maboresho ili asasi za kiraia ziweze kuhakikisha kwamba zinafanya kazi bila bughudha yoyote. Lakini tumeona baadhi ya viongozi wa jumuiya za vijana wakizungumzia vibaya swala la asasi za kiraia na NGO, kitu ambacho kwa kweli inatukatisha tamaa, kwa sababu kama ulivyoona asasi za kiraia alivyosema mheshimiwa mbunge, tuna mchango mkubwa sana wa maendeleo katika taifa letu. Sasa kiongozi mkubwa kama yule anaposimama na kusema kwamba asasi za kiraia zinaandaa magaidi, zinaandaa watu wa makambi na vitu kama hivyo, ni kitu ambacho kinaweza kikachukuliwa vibaya, ikafanya jamii wakatuelewa vibaya, wakati mchango wetu kwenye jamii ni mkubwa. Kwa hiyo asasi za kiraia wametutuma tuje tueleze chama kwamba kauli kama hizo kwa kweli mnaweza mkazikemea. Na sisi tunampongeza pia katibu mkuu wa chama, kwa sababu amekuwa akikemea kauli ambazo zinakwenda hata kinyume na ilani masuala ya haki za binadamu. Juzi tumemwona akikemea zile nyimbo ambazo zilikuwa zinatweza utu binadamu wa Watanzania wenzetu. Nadhani chama kama kauli ya Mwalimu Nyerere inavyosema hapa kwamba bila sisi madhubuti, maana yake huo madhubuti anaozungumzia ndio pamoja na mambo kama haya, kuzingatia masuala ya haki za binadamu, utawala bora, kufanya kazi na wadau kama sisi. Kwa hiyo tunakumbushia tu kwamba yale yote ambayo tumekuwa tukifanya sisi yamo huko kwenye ilani ya CCM, na yale yote ambayo Watanzania wanayataka wamekuwa wakitusemea, tumekuwa tukiwasemea. Nadhani chama kimekuwa kikijitahidi kuweka kwenye ilani. Sasa changamoto wakati mwingine inakuja, baadhi ya watendaji wanakuta hawaishi yale ambayo yapo kwenye ilani pamoja na sera zingine za kitaifa au hata sheria za nchi. Sheria zipo, sio kwamba hazipo. Sheria zipo, katiba ipo. Lakini utakuta tu mkuu wa mkoa wa wilaya kule anaweza kaamua tu enjoy imekwenda kufanya kazi kule akampiga. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunaamini hizi hoja ambazo sekta wamekuwa wakizilalamikia kwa muda mrefu zitaenda kufanyiwa kazi. Lakini pia swala la kukemea mambo ambayo mnadhani haendi sawa, mnapoona ukiukwaji wa haki za binadamu, nadhani hiyo ni hulka ya wana CCM, kwamba jambo lolote ikitokea kiongozi anafanya visivyo, unamnukuu tu ilani, fungu fulani cha ilani imesema kwamba tutazingatia utu, ubinadamu, utawala bora, misingi na nini, kwamba kwa hiyo hata serikali iliyoko madarakani inapaswa kuzingatia hiyo. Kwa hiyo tunapoandaa ilani zetu za vyama, mambo yote ambayo sisi tumeyasema kwa niaba ya Watanzania, ambayo ni mambo ya msingi, yaani mambo yote ambayo Watanzania wamekuwa wakiyasema, kwa mfano huduma za jamii, masuala ya katiba mpya, masuala ya kuboresha mifumo ya utawala bora, sisi wenyewe tuboreshe mazingira ya kufanya kazi, maeneo ya diplomasia, kusimamia rasilimali la nchi, masuala ya rushwa, yale yote tumeyasema. Tunaamini kabisa kwamba yatazingatiwa, na tutafurahi siku mnazindua ilani tuone kwamba hoja zetu kule zimezingatiwa, na mkienda kwenye uchaguzi huko, basi atakayefanikiwa kuchukua nafasi ya uongozi, basi tunaamini atatekeleza yale ambayo yatakuwa kwenye ilani. Sisi Chama cha Mapinduzi tunatambua sana umuhimu wa asasi za kiraia. Umuhimu huu unatokana na kujua kwamba hizi ndio chachu za maendeleo. Kila NGO, CSO na civil society ambayo imejiunga kufanya kazi fulani, ukiangalia mvungu wa kazi hizo ni maendeleo ya ustawi wa nchi na jamii zetu. Kwa hiyo maendeleo ya nchi hii yanashikiliwa kwa kiasi kikubwa na hizi NGOs na asasi za kiraia. Sisi tunawashukuru sana na tunawapongeza kwa huo moyo wa uzalendo. NGOs ama asasi za kiraia
ndiyo hamasa ya amani nchini na kutokomeza umaskini. Na niliandika hayo maneno kwa sababu nyingi, lakini sababu moja ni kwamba watu wanaungana kwa pamoja, hawajaajiriwa na serikali, wametambua tatizo, wameona kwamba tufanye namna tufikie wengine ama tulitatue. Huo ni uzalendo mkubwa sana nyinyi kundi hili mnawasilisha kwenye taifa. Lakini kuna asasi nyingine zilizoungana kwa namna moja au nyingine, ni kutokomeza umaskini ama kuhamasisha afya, kwa sababu tumeambiwa adui wa taifa mmoja ni maradhi, ujinga na umaskini. Kwa unapotokomeza maradhi, maana yake unahamasisha nguvu ya taifa na kutokomeza umaskini. Kwa hiyo mchango huo sisi Chama cha Mapinduzi kina ufahamu, na tunawapongeza na kuwashukuru sana, kwa sababu tuko zaidi ya milioni 64-65. Ikiwa sote tunasubiri kuajiriwa na serikali, haitawezekana. Kwa mara ya kwanza mwaka jana, yeye aliomba kukaa na jukwaa la wahariri, akazungumza pale Lumumba na akaadress na akaasifia haya makundi, ikiwemo kundi la waandishi wa habari na kundi la polisi na makundi mengi. Akasema haya makundi, umoja wetu ndio unatengeneza taifa na jamii ya Tanzania. Umoja wa makundi haya ndio sisi natufanya tuzunguke Tanzania kwenda kuwaomba ridhaa yao ya kuweza kusimamia serikali, ama kwenda kuwaomba kura watuchague tuendeleze gurudumu la kusimamia taifa letu. Katika nyenzo tulizotumia kutengeneza ilani ya Chama cha Mapinduzi ni ilani ya Azaki. Wakati tunaunda document yoyote kawaida, hata tunapokuwepo shuleni, tunapofanya research, tunakusanya literature review, si ndio, marejeo na mapitio. Katika literature review tulizokusanya ili kutengeneza ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 ni ilani ya Azaki. Na bila shaka pengine mtaona makubwa zaidi, kwa sababu mnaweza, kuna wengine wakasema mbona hii sentence hii huku haipo hii. Hapa tumechukua content, wanataka hiki na hiki na hiki, tumekiweka kwa mujibu wa pengine demarcation, eneo ambayo tunaenda kuinvest hiyo kitu, wakati au tunaweza tukawa na mazingatio, lakini ilani ile tunaitumia katika mchakato wetu wa kutengeneza ilani yetu ya 25 na 30. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Umi kwa uwepo wake, unaonesha kwamba serikali nayo pia iko tayari kusikiliza ili ifanyie kazi. Kumtoa naibu waziri kuja kwenye kikao kama hichi kusikiliza ni ishara tosha kuonesha kwamba na sisi tunataka kujua. Leo hii mngeweza kuja hapa mpatukuta mimi na Mheshimiwa Neema na mdau mwingine tumemaliza. Lakini serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu iko hapa, imesikia na naona amejaza kidaftari chake pale kuyachukua ili akayafanyie kazi.